Karibu sana katika sura ya 37 ya kitabu cha Mwanzo. Mungu ametupa fursa ya kuisoma tena Biblia katika sura ya 37 ya kitabu cha Mwanzo. Furahia basi kwa sababu umepata fursa hii. Mwitukuze Mungu, lisifu jina lake kwa namna ya kipekee sana. Unapata wasaa tena wa kuisoma Biblia katika kitabu cha Mwanzo 37. Ni wengi sana ambao wameshindwa kupata fursa hii. Kwa nini usifurahi katika wakati huu? Karibu sana katika sura hii ya 37, msikilizaji. Na kama bado hujabonyeza neno subscribe chini ya video hii, liangalie hilo neno chini ya video hii, bonyeza subscribe ili uweze kupata neno hili mwanzo hadi mwisho, lakini pia upate mtiririko wa ujumla wa masomo mbalimbali ya kibiblia. Swala zima la usomaji wa Biblia mwanzo hadi mwisho wa Biblia uweze kulipata ni katika channel hii ya Mungu Tumaini. Basi bonyeza hilo neno subscribe, lakini pia usiache kulike na kucomment, usiache kushare kwa wenzako neno hili. Mungu akubariki sana unapopata wasaa tena wa kusikiliza neno hili. Bwana, kabla ya kuanza somo hili, watu wa Mungu, tuweze kufumba macho, tuweze kuomba ili Mungu aweze kuwa pamoja nasi katika usikivu huu wa Biblia takatifu. Baba yetu uliye mbinguni, tunalitukuza na kuliinua jina lako. Asante kwa wakati uliopita, asante kwa wakati huu. Tubariki tena wakati huu, tuweze kusikia neno lako sasa mpaka pale tutakapokuwa tumemaliza. Lakini zaidi sana, Roho wako Mtakatifu nawe pamoja na sisi, atufundishe tuweze kufahamu ni nini ulichotaka sisi tukifahamu kupitia somo hili. Tunaomba hivyo tukiamini utambariki msomaji, utambariki msikilizaji pia, utambariki atakayeambiwa, na utambariki sana atakayesikia kwa njia nyingine yoyote ile. Basi Mungu, endelea kuwa pamoja nasi, turuhusu tusome somo hili kupitia jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amina. Msikilizaji, hii ni sura ya 37 katika mtiririko wetu ule wa kusoma Biblia mwanzo hadi mwisho. Tunaanza mstari wa kwanza na sura hii inayo mistari 36. Karibu tuanze pamoja katika mstari huu wa kwanza. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Na hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa, wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake, akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani. Kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia.
Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo katika Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo na kundi nalo li salama, ukaniletee habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebroni akafika Shekemu. Mtu mmoja akamkuta, naye alikuwa anazunguka katika nyika. Yule mtu akamuuliza akisema, unatafuta nini? Akasema, nawatafuta ndugu zangu, tafadhali uniambie mahali wanakochunga. Yule mtu akasema, wametoka hapa, maana niliwasikia wakisema, twendeni Dothani. Basi Yusufu akawafuata ndugu zake, akawakuta huko Dothani. Wakamwona toka mbali, na kabla hajawakaribia wakafanya shauri juu yake ili wamuue. Wakasemezana wao kwa wao, tazama, yule bwana wa ndoto anakuja. Haya, twende tukamue na kumtupa katika birika mojawapo, nasi tutasema mnyama mkali amemla, kisha tutaona zitakuwaje ndoto zake. Reubeni akasikia, akamwokoa katika mikono yao, akasema, tusimue. Reubeni akawaambia, msimwage damu, mtupeni katika birika hili. Mtupeni katika birika hii iliyopo nyikani, wala msimguse, ili apate kumwokoa katika mikono yao, akamrudishe kwa baba yake. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtwaa wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Nao wakakaa kitako kula chakula. Wakainua macho yao, wakaona msafara wa Waishmaeli wanakuja wakitoka Gileadi na ngamia zao, wakichukua ubani na zeri na manemane, wakisafiri kuvichukua mpaka Misri. Yuda akawaambia ndugu zake, wafaa nini kumua ndugu yetu na kuificha damu yake? Haya, na tumuuze kwa hawa Waishmaeli, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Wakapita wakafanya biashara wa Midiani. Basi wakamtoa Yusufu, wakampandisha kumtoa katika birika, wakamuuza Yusufu kwa Waishmaeli kwa vipande vya fedha 20, nao wakamchukua Yusufu mpaka Misri. Akarudi Reubeni birikani, kumbe Yusufu hayumo katika birika. Akararua nguo zake. Akarudi kwa ndugu zake akasema, mtoto hayuko, nami niende wapi? Wakaitoa kanzu ya Yusufu, wakachinja mwanambuzi na kuichovya kanzu katika damu. Wakaenda nayo ile kanzu ndefu, wakamletea baba yao, wakasema, tumeona hii, basi utambue kama kanzu hii ni ya mwanao ama sio. Akaitambua akasema, ndiyo kanzu ya mwanangu, mnyama mkali amemla. Bila shaka Yusufu ameraruliwa. Yakobo akararua mavazi yake,
akajivika gunia viunoni na kumlilia mwanawe siku nyingi. Wanawe wote na binti zake wote wakaondoka wamtulize, lakini akakataa kutulizwa, akasema, la, nitamshukia mwanangu nikisikitika hata kuzimu. Baba yake akamlilia sana. Nao Wamidiani wakamuuza huko Misri kwa Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari. Msikilizaji, na hapo ndio mwisho kabisa wa sura hii ya 37 ya kitabu cha Mwanzo. Mungu akubariki sana kwa wewe unaendelea kufuatilia kitabu hiki, na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina. Tukutane katika sura ya 38.